Karibu bwana michezo mwenzangu, karibu kwenye duru ya kimichezo yaliyojili siku ya hii leo. Mambo ni mazito kweli kweli, mambo ambayo yanaendelea kushika kasi kwa haraka zaidi, na mambo yanaendelea kuwa mazuri zaidi kwenye kikosi hiko cha klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, ikielekea mipango mikakati, huku viongozi wa Simba wakijaribu kushirikiana na kuweka mipango endelevu kwenda kukitengeneza kikosi kilichokuwa bora zaidi msimu mpya wa 2025-2026, ikiwa maandalizi ya kuelekea kwa msimu mpya ndani ya kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba, huku viongozi wa Simba wakiendelea kuweka mipango iliyokuwa bora zaidi, huku kocha Fadru akiweza kuiandaa ripoti kwenda kuwafikishia viongozi wa Simba ili kwenda kutengeneza kikosi kilichokuwa cha ushindani msimu mpya wa 2025-2026. Ukisikia taarifa za panga kubwa kupitia Simba, unapata wasiwasi kama kweli wanajenga timu au wanabomoa. Binafsi sidhani kama ni wakati wa kufukuza wachezaji 10 na kusajili wachezaji 12 ambao Simba, majina ya wachezaji hao walioweza kupitishwa kwa idadi ya wachezaji 12, pamoja wapo ni wachezaji wa kigeni 9 pamoja na wachezaji wengine wasiokuwa wa kigeni kutoka hapa taifa hili la Tanzania. Kwa maoni yangu, Simba wanahitaji wachezaji wapya 5 ambao ni top grade ya walio kuwepo, kwani madhaifu ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba ni kulingana na ubora wa wapinzani wao Dar es Salaam Yanga African kwa kila eneo kwa bora zaidi, na wa Simba wanapaswa kwenda kutengeneza kikosi kilichokuwa bora zaidi katika kikosi hiko cha Simba. Zipo taarifa zikieleza kwamba taarifa hiyo ikisemekana kwa maana kwamba Simba wana mpango kwenda kufukuza wachezaji 10 na kuleta wachezaji wengine 12. Kwanza, Simba wanahitaji sajali, upasuaji kwenye safu ya ulinzi, Chamberlain Fondos pamoja na Karabu, kwa maana kwamba wachezaji hao wawili ni wachezaji ambao wasiokuwa na hadhi kwenda kuichezea klabu hiyo ya Simba. Wachezaji hao wawili wana uwezo wa kufanya vizuri katika mechi 2 ama mechi 3, lakini mechi zinazokuja au zile mechi za kupigania ubingwa kwa wachezaji hao wawili hawatakuwa na ubora zaidi. 3, Simba wanahitaji namba 9 mwingine, ukiachana na mchezaji ambaye kwa hivi sasa walio kuwepo kweli kweli, huku kimzungumzia Steven Dese Mukwala pamoja na Christian Lonel Ateba. Kwa hiyo wanahitaji kupata mchezaji mwingine namba 9 ambaye typical namba 9 ambaye ana uwezo wa kwenda kutengeneza magoli plus 20 kwa msimu mmoja, huku taarifa zingine zikieleza kuhusiana na ubora wa kikosi ambacho Simba wanahitaji kwenda kutengeneza kikosi kilichokuwa bora zaidi, huku wachezaji ambao wanaopigiwa chapuo na mpaka hivi sasa walioweza kupatikana kwenye klabu hiyo ya Simba, huku mzabuni mpya J-Root ye pia tayari ameshaweza kufanikisha kuweza kumsajili mchezaji ambaye ni kiungo mshambuliaji Jean Claude Iru Mugisha, raia wa Burundi. Huyu ni moja kati ya wachezaji bora kweli kweli ambao waliokuwa wakitumikia klabu ya Al Hilal Omdurman pale Sudan ya Kusini, lakini pia maandalizi yakiwa mazuri kweli kweli katika kikosi hiko cha Simba. Lakini jana kocha Fadlu Davis alielekea kule visiwani Zanzibar kwa siri kweli kweli, na lengo la kocha Fadlu kuelekea kule visiwani Zanzibar ni kwenda kukutana na kiungo mshambuliaji wa klabu ya Azam Football Club Faisal Salum Feitoto. Lengo ni kwenda kufanya naye mazungumzo. Taarifa ambazo zilizoweza kutufikia Game on TZ, tulipata bahati ya kutazama ama kuweza kupata picha angavu kweli kweli huko visiwani Zanzibar, na kwa taarifa ambao tulioweza kupenyezewa na utafiti uliokuwa umefanyika kwa ukubwa zaidi, kocha Fadlu aliweza kukutana na Faisal Salum huko visiwani Zanzibar, kwani jana Feitoto alikuwa na mchezo wa kirafiki. Timu Feitoto pamoja na timu Saadun, wote hao ni wachezaji wawili wanaoitumikia klabu hiyo ya Azam. Kocha Fadlu
alitoka hapa Dar es Salaam kwenda mpaka visiwani Zanzibar. Lengo ni kwenda kufanya mazungumzo na Faisal Salum. Lakini kwa taarifa ambazo tulizoweza kupenyezewa, kocha Fadlu kwenye ripoti yake ya maandalizi ya kikosi kipya cha msimu mpya, jina la Feitoto lipo kwenye ripoti ambayo kocha Fadlu aliyoweza kuiandika na kwenda kuwafikishia viongozi wa Simba. Kwa hiyo kocha Fadlu aliondoka Dar es Salaam na kwenda visiwani Zanzibar. Lengo ni kwenda kuzungumza na pale awali kocha Fadlu alifanyiwa mahojiano katika miezi kadhaa iliyopita, huku akisema kwamba anahitaji kumpata mchezaji namba 10 mzawa, na namba 10 mzawa ambaye ni kiungo mshambuliaji si mwingine ni Faisal Salum Toto. Kwa hiyo ndio sababu moja hapo ambayo kocha Fadlu kwenye ripoti yake jina la Feitoto limeweza kuorodheshwa hapo, na ripoti hiyo viongozi wa Simba tayari kabisa wameshaanza kufanya mchakato, na huku mzabuni mpya wa klabu hiyo ya Simba aliahidi kusema kwamba anaweza kutekeleza kile ambacho mahitaji ya mashabiki na mahitaji ya viongozi wa Simba ili kwenda kukamilisha dili hilo la Faisal Salum Toto. Sasa mazungumzo ambayo yaliyoweza kumsababisha kocha Fadlu kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka visiwani Zanzibar ni kwenda kufanya mazungumzo na Feitoto. Lengo kubwa, kocha Fadlu alimfuata Feitoto, na huku ikiwa ni mchezo wa kirafiki timu Feitoto pamoja na timu Saadun, mchezo ambao uliochezwa pale visiwani Zanzibar katika viwanja vya Mau. Walipata bahati ya kukutana, Feitoto pamoja na Fadlu walizungumza, na moja kati ya mazungumzo ambayo yalikuwa yakizungumzwa ni kocha Fadlu kupenyeza lile dili ambalo yeye analo lihitaji, na amesemekana kwamba amezungumza naye kuhusiana na ubora na kuhusiana na mahitaji makubwa kocha Fadlu ili kwenda kumfanya kuwa bora zaidi katika nafasi hiyo ya Simba. Lakini ukiachana tu na hilo, ndani ya klabu hiyo ya Simba wachezaji wawili zipo taarifa zikiwaeleza wachezaji hao kuondoka katika msimu mpya 25 na 26, huku Deborah Fernandez Mavambo yeye akiandika maelezo kwa maana kwamba anahitaji kuondoka katika klabu hiyo ya Simba. Lakini pia Jean Charles Ahoua ni pia ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanaopigiwa chapuo ili kuondoka katika klabu hiyo ya Simba kwa sababu mahitaji na malengo na matarajio ya viongozi wa Simba imekuwa tofauti na vile ambavyo wao walivyoweza kutegemea. Lakini moja kati ya kitu ambacho Simba walichoweza kukifanya kabla ya msimu huu kumalizika, wachezaji wote ukimzungumzia Deborah Fernandez Mavambo, Jean Charles Ahoua, Gaston Okejefa, Valentino Nouma pamoja na Karabu pamoja na wachezaji wengine, wote hawa wachezaji walipewa mkataba wa mwaka mmoja. Lengo la kufanya hivyo Simba ni kwenda kuwatazama wachezaji hao ambao walioweza kusajiliwa, kama watakidhi vigezo na ubora waliokuwa nao, ndio Simba watakuja kwenda kuongezea mikataba mingine. Kwa hiyo msimu mpya ambao unaoenda kutarajia kuanza katika miezi kadhaa inayokuja, wachezaji hao wawili Simba, viongozi wa Simba inavyosemekana, kwa maana kwamba hawatokuwa moja kati ya kikosi kipya ambacho kinakachoenda kujengeka msimu mpya. Na huku kocha Fadlu ripoti yake ikieleza kwa wachezaji hao 10 huondoka mara moja hapo, huko Joshua Mutale atapelekwa kwa mkopo katika klabu ya Power Dynamo kwa taarifa za awali kutoka ndani ya klabu hiyo ya Simba. Lakini pia Gaston Okejefa, Fabrice Ngoma, Karabu pamoja na Chemalon, wote hao watakuwa wanaga mkono wa kwaheri kwenye viunga hivyo vya Msimbazi. Lakini kuhusiana na Deborah Fernandez Mavambo, Jean Charles Ahoua, hao bado hawajaweza kuchukuliwa maamuzi yoyote kama wataendelea kusalia hapo na kama watachukua maamuzi viongozi wao wa Simba kuondoka mara moja. Lakini moja kati ya pendekezo la 70%
kwa kocha Fadru anamhitaji Feitoto, na mmoja kati ya wachezaji hao amevutiwa kwa uchezaji wake. Lakini Fadru alifika visiwani Zanzibar kama vile ambavyo nilivyokuambia mara ya kwanza, na lengo la kocha Fadru kufika pale visiwani Zanzibar ni kwenda kufanya mazungumzo na Feitoto, na walipata bahati ya kukutana, na moja kati ya maongezi ambayo aliyompenyezea Fadru kwa Feitoto ni kuhitaji kwenda kuwa moja kati ya wachezaji kwenye kikosi hiko cha Simba. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kimeendelea kufanyika pale visiwani Zanzibar, na Feitoto alipata baada kumsikiliza na kumuelewa kile ambacho alichokuwa amemwambia kocha Fadru. Lakini Feitoto anasubiri maamuzi yake ya mwisho. Lakini kwa watu wake wa karibu wa Feitoto wanasema kwamba Feitoto ana nia ya dhati kwenda kujiunga na klabu hiyo ya Simba. Lakini watu hao wa karibu wa Feitoto wanasema kwamba moja kati ya klabu kwa hivi sasa ana ndoto kubwa kuichezea ni klabu ya Simba. Lakini pia wapinzani wa klabu ya Simba, Dar es Salaam Young African, na pia wakiendelea kuweka mkono hapo kwenye dili hilo la Feitoto. Lakini kule klabu yake ya Azam mpaka hivi sasa Feitoto bado hajaweza kusaini mkataba mpya kwenye klabu hiyo ya Simba. Lakini kubwa kuliko ni kocha Fadru kuweza kukutana na Feitoto siku ya jana, ambaye Feitoto alikuwa na mchezo wa kirafiki dhidi ya timu Saadun pamoja na timu Feitoto. Wote hao ni wachezaji wawili wanaoitumikia klabu hiyo ya Azam Football Club. Ndio kitu ambacho kilichokuwa kimeendelea siku ya jana. Lakini kwa mazungumzo tu ya kocha Fadru na Feitoto, Feitoto ameonyesha nia ya dhati kweli kweli kwenda kujiunga na klabu hiyo ya Simba. Lakini mpango mkakati kwa hivi sasa kocha Fadru alichobakisha hapo ni kwenda kukutana na viongozi wanaomiliki Feitoto. Kwa hiyo lini na siku gani kocha Fadru ataenda kukutana na viongozi wa Feitoto? Kwa hiyo wewe mpenzi mtazamaji, tulia hapo, mimi nitakuja kukupa update mbalimbali kutoka ndani ya visiwa vya Zanzibar. Na hii ni kama vile ziara ya kocha Fadru katika visiwa vya Zanzibar. Leo ameanza na Feitoto na kuzungumza naye yeye binafsi, na moja kati ya mazungumzo wamefikia maeneo mazuri, kwa maana kwamba Feitoto amekubali kwa mazungumzo hayo ya kuzungumza yeye na kocha Fadru, na baada ya hapo kocha Fadru atafanya ziara ya kwenda kukutana na viongozi wa Feitoto. Kile ambacho alichozungumza naye Feitoto na ndio kile ambacho atakachoenda kuzungumza na watu wake wa karibu wa Feitoto, kwa maana kwamba wasimamizi wanaomsimamia mchezaji huyo wa Feitoto. Lakini kwenye familia ya Feitoto, hususan mama yake mzazi, yeye ameonyesha nia ya dhati kwenda kuwapokea viongozi wa Simba, kwa sababu hapo awali mwekezaji Mo Dewji alishawahi kufika kwa mama yake mzazi na kwenda kuzungumza naye. Lakini moja kati ya mazungumzo ambayo Mo Dewji alizungumza na mama mzazi wa Feitoto ni kuhitaji huduma ya mchezaji huyo Feitoto. Lakini mama mzazi alionyesha nia ya dhati na kuweza kukubali ombi hilo la mwekezaji Mo Dewji. Lakini kwa hivi sasa kocha Fadru ndiye ambaye aliyeweza kufanya zoezi hilo kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka visiwani Zanzibar kwenda kukutana na Feitoto. Mazungumzo yameenda vizuri na lengo kuu ni lengo la Fadru kuhitaji huduma ya mchezaji huyo. Kwa hiyo ripoti ya mwalimu kocha Fadru amesema kwamba anahitaji mchezaji wa aina ya Feitoto. Kama atakosekana Feitoto, basi inatakiwa apatikane mchezaji mwenye aina ya Feitoto. Ndio kitu pekee ambacho kinachoweza kuzungumzwa kulingana na ubora wa kikosi hiko cha klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ndio kitu pekee ambacho kinachosubiriwa kweli kweli.
leo ni siku nyingine na kocha Fadru ataelekea katika kukutana na wasimamizi wa Feitoto na kila kitu kitaenda vizuri kweli kweli. Cha kufanya penzi mtazamaji wa Game On TZ, endelea kusalia hapo, endelea kuweka maoni yako, endelea kusubscribe account channel yetu kupitia Game On TZ, na kama bado hujaweza kusubscribe basi nitakuwa na kushauri kweli kweli. Hapa ndipo ambapo utapata update mbalimbali kuhusiana na usajili mbalimbali na taarifa za undani zaidi kutoka ndani ya klabu ya Simba na viunga vya Tanzania kuelekea kwa dirisha kubwa la usajili na msimu mpya wa 25-26 kupitia hapa nchini Tanzania. Mimi naitwa Mpekuzi.com.